Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano yanayotarajiwa kati ya Marekani na Irani yamepangwa kusainiwa siku ya kesho Jumapili, Juni 14 mwaka 2026, huku akidai kuwa mara baada ya kutiwa saini, njia muhimu ya kimataifa ya usafirishaji mafuta ya baharini mlango Hormuz itafunguliwa kwa wote bila vizuizi. Kauli hiyo ameitoa kupitia mtandao wake wa kijamii wakati hali ya mvutano kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, usalama wa Mashariki ya Kati na uwezekano wa makubaliano mapya kati ya Washington na Tehran ikiendelea kuvuta hisia duniani. Katika ujumbe wake, Trump alisema kwa kujiamini kwamba makubaliano hayo yalikuwa karibu kukamilika rasmi, akisema makubaliano yamepangwa kusainiwa kesho na mara tu yatakapotiwa saini, mlango Hormuz utakuwa wazi kwa wote. Kauli hii imeibua mjadala mkubwa wa kimataifa kutokana na umuhimu wa eneo hilo katika uchumi wa dunia, kwani zaidi ya sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kwa njia ya bahari duniani hupitia katika mlango huo mwembamba unaounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Kwa muda mrefu, suala la kufungwa au kutishiwa kufungwa kwa mlango huo limekuwa silaha ya kisiasa na kijeshi katika mvutano kati ya Iran na Marekani pamoja na washirika wake wa Magharibi. Iran mara kadhaa imeonya kuwa endapo itashambuliwa au kuzuiwa kuuza mafuta yake, inaweza kuathiri usalama wa njia hiyo ya kimkakati ya biashara ya nishati duniani. Hivyo kauli ya Trump kwamba eneo hilo litakuwa wazi kwa wote imeonekana kama ishara ya matumaini ya kupungua kwa mvutano wa kijeshi katika eneo hilo. Mbali na kutangaza uwezekano wa kutiwa saini kwa makubaliano hayo, Trump pia alitoa kauli tata kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Alisema kwamba baada ya hali kutulia, Marekani itaingia kuchukua vumbi la nyuklia ililozikwa ndani ya milima migumu ya granite, akimaanisha mamia ya kilo za uranium iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu inayomilikiwa na Iran. Kauli hiyo inaashiria kuwa moja sehemu muhimu za makubaliano hayo huenda ikahusisha udhibiti, ukusanyaji au usimamizi wa akiba ya uranium ya Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa kiini cha mzozo kati ya Tehran na mataifa ya Magharibi. Marekani na washirika wake wamekuwa wakihofia kwamba kiwango kikubwa cha uranium iliyorutubishwa nchini Iran kinaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia endapo Tehran itaamua kufanya hivyo, ingawa Iran imeendelea kusisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya kiraia, ikiwemo uzalishaji wa nishati na tafiti za kisayansi. Kwa upande mwingine, viongozi wa Iran wamekuwa wakidai kuwa wana haki ya kurutubisha uranium kwa madhumuni ya amani chini ya mikataba ya kimataifa ya nyuklia. Trump aliendelea kuonyesha matumaini kuhusu uhusiano wa baadaye kati ya Marekani na Iran, akisema Washington inatazamia kufanya kazi kwa karibu na Iran pamoja na Mashariki ya Kati kwa muda mrefu. Katika ujumbe wake, Trump alisema, tunatazamia kufanya kazi na Iran na Mashariki ya Kati nzima kwa muda mrefu katika siku zijazo. Tunatumaini mchakato huu utaenda haraka kwa urahisi na utulivu. Hata hivyo, Trump pia alitoa onyo kali iwapo juhudi hizo za kidiplomasia zitashindikana. Alisema kuwa kama makubaliano hata kwenda kama ilivyopangwa, Marekani ina mbadala wa mwisho kabisa, akimaanisha uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi. Kauli hiyo imetafsiriwa na wachambuzi kama ishara ya kwamba Washington bado haijaondoa kabisa chaguo la kijeshi dhidi ya Iran ikiwa mazungumzo yatavunjika au Tehran itakiuka masharti yoyote yanayoweza kuwekwa. Licha ya kauli za Trump kuonyesha kwamba makubaliano hayo yalikuwa karibu kutiwa saini, taarifa kutoka Irani zimeonyesha picha tofauti. Wizara ya mambo ya nje ya Iran kupitia vyombo vya habari vya serikali ilieleza mapema kuwa hakukuwa na mpango wa kusaini makubaliano siku ya Jumapili kama Trump alivyodai. Tofauti hii ya kauli imeongeza sintofahamu kuhusu hatua halisi ya mazungumzo hayo na kama kweli pande hizo mbili zimefikia mwafaka wa mwisho au bado kuna vipengele muhimu vinavyojadiliwa nyuma ya pazia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.